viongozi wa Yanga ukweli ni kwamba wamekosa uweledi wa kiuongozi, na mimi niseme wazi kwamba uongozi wa Yanga hauna nidhamu na hauna adabu, kwa sababu wanapaswa kutii mamlaka zilizokuwa juu. Wao hilo wanalifahamu. Anatoka Manara anatukana watu, hawana sababu. Watu wamemzidi umri, wamemzidi kila kitu. Hawa kina Arafat sijui Saidi wanasema sijui nini, wanatukana viongozi. Kiutaratibu si sahihi, na hatuwezi kwenda kuongoza mpira katika utamaduni kama huu. Huu si utamaduni sahihi na si wa Kitanzania. Sasa sisi tumelazimika kuja kuwaambia wenzetu wanakosea, na inaonekana kwa uzoefu wanatuma wanachama wao wakiwaita wazee, wale vijana wenzangu mimi, watoe kauli ambazo walipaswa waseme wao, lakini wanajificha kwa kutumia hivyo vichaka. Na hii inatokana na nini? Viongozi wengi waliokuwa madarakani, mambo mawili. Kwanza ni vijana sana, hawajakaa katika vilabu wakawaona watu juu yao namna wanavyoongoza. La pili, hawana uweledi wa uongozi wa mpira. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa. Lakini jambo baya kuliko yote, Yanga wametupa katiba, wametupa vitu vyote. Katiba yao inasema wazi, na katiba zote za vyama zisingesajiliwa. Zimesajiliwa kwa sababu wana vipengele vinavyosema watatii mamlaka za juu za kimichezo. Kwa mfano TFF, BMT, waziri, akiwemo rais. Lakini kitu cha kushangaza, mwaka juzi tu hapa rais alikuwa na hamu aje kuwa mgeni rasmi kwenye mechi ya Simba na Yanga. Yanga kwa utovu wa nidhamu, ule ni utovu wa nidhamu, wamepewa taarifa masaa mawili aje kiongozi, aje kuwa mgeni rasmi, wakagoma. Unayemgomea nani na unachokigomea nini? Kwa hiyo kwa kweli hawa watu hawana utamaduni wa kimpira na hawana utamaduni na uongozi wa kimpira. Huu ni uhuni, na sisi kwa taarifa yenu ni kwa muda mrefu haya mambo tumeyaona na tulikuwa tunayavumilia, lakini tumelazimika hapa leo kuja kuyasema. Na tunasema mfano mwaka 2008 walifungiwa na Sekafa miaka 3 kwa sababu ya kutofika katika mchezo. Na fujo kama hizi zimetokea huko nyuma wakiifanyia Simba.